Enenda zako, imani yako imekuokoa. Amani na salama. Mgeukie mwenzako na umwangalie usoni. Umeona nini? Tabasamu. Mwambie kwamba hongera kwa kufika mwisho wa mwaka huu. Ndugu zangu katika Kristo, usiku wa leo kalenda yetu inafika mwisho wa mwaka 2025. Katika mwaka huu 2025 kulikuwa na usiku kama huu wa mwaka uliopita, na tulikusanyika mahali tulipokuwa. Wengine tulikusanyika tukiomba Mungu au tukimshukuru kwa kumaliza mwaka uliopita, na tukamuomba uzima ili aweze kutuingiza mwaka mpya, yaani mwaka huu ambao kwa sasa nao unaisha. Tulileta mbele za Mungu nia mbalimbali. Nia nyingine kwa wengine tulizitimiza zote 100%. Wengine 50%, wengine 30%, na wengine hatukutimiza hata moja kati ya nia zetu. Lakini hata na yule ambaye hakuweza kutimiza vile alivyoomba ili aweze kutimiza, kitu kimoja tu mpaka sasa inasimama: Mungu amekujalia uzima, na hilo ni jambo la kumshukuru sana. Tumekuja kumshukuru pia Mungu kwa mazuri yale aliyotujalia mwaka huu. Kila mmoja wetu kuna mazuri Mungu amemjalia. Kuna mafanikio, tumepiga hatua. Na pia wewe kama Mungu unaona kama hajakujalia chochote katika mwaka huu, jiangalie ulivyokuwa unafikiri au mawazo yako yalivyokuwa tangu mwezi Januari hadi leo. Labda kuna kitu kimeongezeka, na hilo lazima tumshukuru Mungu kwa hilo. Katika mwaka huu wengine tumekutana na changamoto kubwa na ndogo, lakini bado tunasimama.
hizo changamoto hazijatuangamiza, tunaendelea. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kuna pale tulipokuwa tumejikuta na tunajiona kwamba hatuwezi. Unapenda au unataka uvuke, lakini unaona kwamba huwezi. Kwa uwezo wa Mungu mpaka leo unaendelea. Na wewe na mimi tuko hapa tunausubiria mwaka mpya, na tunauaga huu mwaka. Tuendelee pia tumshukuru Mungu kwa yote. Wale waliopanga wakamaliza vile walivyovipanga, ndio wachache kati yetu. Labda hakuna hata mmoja kati yetu. Lakini mshukuru Mungu kwa sababu hata kuna vile ambavyo haukupanga na umefanikiwa. Yaani unakuta kitu kimeingia maishani mwako, au dili imeingia kwenye biashara yako, na unasema Mungu asante, hii sikuitarajia. Kile Mungu alichokunyima amekileta kwenye njia nyingine. Umemwomba hela, amekupatia kiwanja. Na wewe uko hapa unalalamika kwamba hauna hela, lakini umepata kiwanja. Mungu ni wa ajabu. Sisi kama binadamu tunahesabu siku, wiki, miezi, miaka, lakini mbele za Mungu hatujui yeye anahesabu nini. Lakini tunachojua ni kwamba Mungu anahesabu kile anachoona kwamba kinanifaa. Ninaomba nimalize mwaka, lakini Mungu yeye ananiona kwamba hata ukimaliza mwaka bila akili huwezi kuendelea. Yeye Mungu ananipatia akili, mimi naendelea kuhesabu miaka. Wanafamilia, mmefanikiwa. Vijana, mmefanikiwa. Watoto, mmefanikiwa. Na pia wanafamilia, mmepata changamoto. Vijana, mmepata changamoto, na watoto wamepata changamoto. Lakini hizo changamoto tulizopata hazijatuangamiza. Kwa hiyo sisi sote tunapaswa tumshukuru Mungu kwa mema yote.
wengine wamepoteza maisha. Sisi bado tuko hapa. Wenzetu wametuacha, wengine wakapoteza wazazi, wengine wakapoteza watoto, wengine wakapoteza majirani, wengine wakapoteza ndugu, wengine wakapoteza marafiki. Lakini sisi bado tuko hapa. Tumshukuru Mungu. Katika kila tunachokutana nacho, liwe somo kwetu. Kwa mafanikio tumejifunza nini? Kwa changamoto tumejifunza nini? Na lile jifunza kwenye mafanikio, tutembee nalo katika mwaka mpya, ili tuweze kumwomba Mungu atujalie mafanikio mengine. Katika changamoto tujifunze pia kwamba hapa sijafanikiwa, hapa kulikuwa na changamoto fulani, lakini hizi changamoto hazijanimaliza. Kwa hiyo nitembee, niendelee, nimwombe Mungu na mimi katika mwaka ujao anijalie baraka zake, niweze na mimi kufanikiwa. Kuna wale ambao wamepitia majaribio. Ulikuwa unatembea, umepata ajali, na ulipopata ajali, umetoka kwenye hiyo ajali, hata na wewe uelewi kivipi. Ni uwezo wa Mungu. Bado Mungu anakuhitaji kufanya mambo mengine na kumfanyia kazi. Kwa hiyo wewe una sababu ya kuja kumshukuru, kwa sababu amekupa nafasi ya pili ya kuendelea kuvuka mwaka huu ili uweze kuingia katika mwaka mpya. Ndugu zangu, tunapoingia mwaka mpya, tujifunze pale tuliposhindwa kusamehe, tuweze kuwasamehe wenzetu. Pale tuliposhindwa kupata amani, tumwombe Mungu atujalie amani. Pale tulipokuwa na vurugu katika familia zetu, tumwombe Mungu atuweke pamoja kama familia. Tujiulize, je, tulikosea wapi? Kwa nini sasa tusianze upya? Ndugu zangu, leo tunamaliza mwaka na kesho tunaanza mwaka mpya. Tunapomaliza mwaka hatumalizi maisha yetu, lakini tunapoanza mwaka tunaanza upya yale tuliyoshindwa.
Kila mwaka watu wengi wanafanya naitwa kwa Kiingereza New Year Resolution, yaani mipango chakato nitakayofanya kwa mwaka. Hata na sisi kama parokia tunafanya hivyo, jimbo linafanya hivyo, vyama vya kitume mnapanga. Na hiyo tuipange hata maisha yetu. Tunapoanza mwaka tupange hata maisha yetu, ili Mungu na sisi tuweze kutembea pamoja. Tunaweza kutojua mazuri ya Mungu aliyonayo kwetu, lakini tunachokijua ni kwamba Mungu ataendelea kutubariki. Ndio maana tunamshukuru kwa baraka zote alizotujalia mwaka huu, na tunamuomba aendelee kutubariki. Tunapomshukuru, maana tulikuwa wengi wanaomuomba au waliomuomba, lakini kama Injili ilivyosema, wanaorudi kumshukuru ni wangapi? Ni wachache. Mara nyingi tunamaliza mwaka na tunasherekea, tunasahau kumshukuru Mungu. Lakini sisi wachache ambao tumerudi kumshukuru Mungu, tuendelee kumuomba hizo shukrani zetu ziweze kumfikia, ili aweze kutubariki kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Aweze kutubariki, tutembee na baraka, tukianza mwaka mpya. Na pia tunapomshukuru, na yeye anaona ndani ya mioyo yetu, anaona imani yetu. Katika New Year Resolution tuweke pia imani yetu. Mimi nataka imani ya kiasi gani? Imani yetu iweze kuzidi imani tuliyokuwa nayo mwaka huu. Tunapoendelea kufanya maendeleo ya kanisa letu, tunapoendelea kufanya maendeleo ya familia zetu, na tunapoendelea kufanya maendeleo ya maisha yetu binafsi, tuangalie ndani yetu, imani yetu kwanza ikoje. Na bado tuko kwenye kipindi cha Krismasi. Yesu Kristu amezaliwa kwetu. Tumuone, tuone unyenyekevu wake, na tunapojipanga nasi tutumie huo unyenyekevu, ndio utatusaidia kufika pale tunapohitaji kufika. Na pengine tumwambie Mungu, tunapomkosea tuendelee kuwa tunamuomba msamaha,
ili dhambi zetu zisiwe za kukinga baraka zetu. Ndugu zangu, tutafakari kuhusu mafanikio yetu. Tutafakari kuhusu changamoto tulizokutana nazo. Na tunapokaribia kuingia kwenye mwaka mpya, tufanye maamuzi kulingana na changamoto tulizozipata, kulingana na mafanikio tuliyoyapata. Tumuombe Mungu atujalie neema na atujalie maisha mazuri, ili tuweze kuona mwaka ujao, tuweze kuendelea na mipango yetu, na tumuombe aweze kutusaidia kutimiza hiyo mipango tutakayoipanga. Tumsifu Yesu Kristo.